Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa ambazo tunazibeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Sasa habari ambazo zimetufikia sasa hivi ni wazi kwamba rais wetu hapa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefumaniwa akiwa Ikulu Chamwino akiwa na mwizi mkubwa duniani. Taharuki imeweza kutanda hapa Tanzania baada ya Samia kuandaa kikao maalum na mshukiwa wa ufisadi mkubwa duniani wakiwa pamoja Ikulu ya Chamwino. Ni hiki ama ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kuna mfanyabiashara maarufu kutoka taifa lile la Zimbabwe mwenye anahusishwa na sakata mbalimbali za ufisadi kwa kufanya mikataba tata ya serikali. Jamaa huyu anaitwa Winnie Chivayo kutoka Zimbabwe. Alionekana akiwa na Samia Suluhu Hassan Ikulu. Ndio huyu Chivayo alikuwa na mke wake walipokuwa na Samia, lakini kwa picha ambazo tumeweza kuzipokea tulimuona Chivayo ambaye ni mwizi mkubwa vile inadaiwa kutoka Zimbabwe wakisalimiana na Samia Suluhu Hassan na kushikana kwa mabega. Ishara tosha ni kama wanajuana kwa yale ambayo yanaendelea kufanyika, deals za udanganyifu. Baadaye tulimuona Chivayo akipongeza Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake, huku akisema amebadilisha Tanzania. Tanzania gani imebadilishwa? Na baada ya kutoka Ikulu, Chivayo anaonekana kuelekea katika eneo la hifadhi ya taifa ya Serengeti na akashukuru taifa la Tanzania kwa hifadhi hiyo ya Serengeti. Kuna sasa maswali ambayo yameibuka hapa Tanzania. Wakati rais ambaye anaongoza taifa mzima anaonekana akiwa na mwanabiashara ambaye yuko na utata mkubwa kuhusishwa katika sakata mbalimbali za ufisadi wakiwa pamoja Ikulu. Yaani Ikulu unajua ni eneo ambalo linaonekana kuwa la takatifu kwa uongozi, na wale ambao wanastahili kwenda pale ni wale ambao wanatoa maono ya kuendesha taifa, sio wale ambao wanahusishwa katika madai ya ufisadi kuelekea pale wanaenda kuchafua jina la nchi. Sasa wengi wanajiuliza, mbona huyu ambaye anadaiwa kuwa mwizi mkubwa anatembelea Samia Suluhu Hassan? Vile mnamuona picha hizo zinaendelea kupita kwa skrini yako, huyo ndiye mfanyabiashara maarufu ambaye anadaiwa kuwa mwizi mkubwa kutoka Zimbabwe, anaitwa Winnie Chivayo. Sasa vile mnajua ujio wake hatujui. Ni siku tatu tu zilizopita baada ya mkurugenzi wa hesabu za taifa la Tanzania kupeana ripoti kwa Rais Samia Suluhu Hassan, na siri zikafichuliwa kwamba kufikia sasa Tanzania ina mikopo ya trilioni 110, trilioni 110 kufikia sasa. Na hizi hela za mikopo hatuelewi zilienda wapi. Na vile tunajua Samia mwenyewe aliweza kusema kuna taasisi ambazo zimehusika kwa ufisadi, akasema ziweze kutangazwa kuanzia mwaka ujao ili aibu ionekane kwao kwa wale ambao wanaendesha taasisi hizo za serikali, na hakutaja kukamatwa, kuchukuliwa hatua kali kama nchi zingine ukipatikana na kosa la ufisadi ama wizi wa mali ya umma
unanyongwa. Lakini hapa Tanzania unaambiwa uaibishwe kwa kutajwa jina tu. Ni vema uweze kutajwa jina uaibishwe, lakini hela ziko kwa mfuko na benki, unaendelea na familia yako. Sasa hapa Tanzania mambo ni tofauti ikilinganishwa na mataifa mengine. Kwa hivyo ujio wa Wikinell Jivayo ni ishara tosha kwamba kama anahusishwa na ufisadi, anatembelea mufisadi mwenzake ikulu ya Chamwino. Ya walio yaongea hamna yeyote ambaye anaelewa ni kipi ambacho waliweza kuzungumza pamoja, ila tu tunasema ya kwamba kuna mikataba yao ambayo ni asiri ambayo alikuwa wanatia sahihi. Ikumbukwe Samia Suluhu Hassan kuna wakati alienda kule Dubai, miliki za Kiarabu, wakatia mikataba 16 mbalimbali ya makubaliano kisiri tu, lakini baadaye tukaona sehemu ya Ngorongoro, hifadhi ya Ngorongoro ikiuziwa miliki za Kiarabu. Ukifika pale kodi inabadilika, inakuwa ya Kiarabu. Mashamba makubwa, mahindi kukatiwa chini, yameenda kwa miliki za Kiarabu. Sasa tunashindwa ni kipi hiki ambacho kinaendelea. Hata ujio wa Jivayo hamna yeyote ambaye anaelewa ni dili gani walikuwa nayo, mkataba upi walikuwa nayo na Samia Suluhu Hassan. Sasa Tanzania penye tumefika, hatuwezi kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea kwa uongozi wa sasa chini ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo kuna mabadiliko makubwa ambayo yanaendelea kushuhudiwa hapa Tanzania, na hata John Pombe Magufuli ambaye alitutangulia mbele za haki hakufanya haya yote. Ndio hata yeye alikuwa kiongozi wa kiimla, hatuwezi kuficha hilo, lakini alikuwa anatetea maskini. Sasa hivi maskini hatetewi, anakandamizwa, anafinyiliwa kabisa, aishe aenda akiendanga. Kama sisi wa Tanzania hapa wa chini tunafinyiliwa, hela hatujui zinaenda wapi, lakini tunaona tu hela zinaendelea kupotea kupitia taasisi mbalimbali za serikali, na Samia achukui hatua yoyote, ila tu anasema waibishwe wale ambao wanahusika kwa ufisadi, badala ya kukamatwa kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Uongozi huu tumelazimishiwa, uongozi huu ni wa kimla, uongozi huu hawezi kuwajibika, hauna uwazi. Sasa hapo ndipo tumefika. Ndio maana tumeshuhudia vifo vikiendelea kutanda hapa Tanzania, haswa kwa viongozi wa CCM. Wengi waliweza kujichagua, kujitangaza kuwa madiwani, kuwa wabunge, kuwa rais. Hayo ndio yanaendelea kuyakumba ama kuikumba taifa letu la Tanzania. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine, tukizipata tunakuja hewani ili kuwafahamisha. Naomba kutamatishia hii kanda hapo, tukutane kwa kanda nyingine hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe, kisha baadaye washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.